Tusalie katika masuala ya elimu ambapo vyuo vikuu vya umma nchini vilikuwa na wakati mgumu wa kujieleza kuhusu matumizi ya fedha za umma. Baadhi ya wasimamizi wa vyuo vikuu walifika mbele ya kamati ya uwekezaji wa umma kuhusu utawala na elimu, walishindwa kuelezea kinaga ubaga jinsi fedha wanazotengewa na serikali zinatumika vyuoni. Kamati hiyo ilibaini kuwa kuna uharibifu mkubwa katika matumizi ya fedha kwenye vyuo vikuu vya umma, swala ambalo limekuwa kikwazo katika kuboresha taasisi hizo. Victor Ngaruya ana maelezo ya kina. Kamati ya uwekezaji wa umma kuhusu utawala na elimu inayoongozwa na mbunge wa Bumula Jack Wamboka sasa imebaini kuwa kuna ubadhirifu mkubwa wa fedha katika vyuo vikuu vya umma, hali inayodhoofisha maendeleo ya taasisi hizo. Baadhi ya vyuo vikuu ambavyo vilihusishwa kwenye msasa huo ni Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia cha Jomo Kenyatta JKUAT, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Masinde Muliro, Chuo Kikuu cha Meru, vilevile Chuo Kikuu cha Kenyatta. Madam Finance, was it approved or not? Chair, we do not have an approval, but we have a correspondence to SRC. Kamati hiyo imependekeza kuondolewa kwa afisa mkuu wa fedha katika Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta JKUAT kwa madai ya kushindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, huku taasisi zingine zikijaribu kujinasua kwa kulaumu mvutano wa uongozi na kukosa vyeti hitajika. Members and find the two not fit to hold office, and we'll be moving to seek approval from the floor of the House. Hata hivyo, Chuo Kikuu cha Meru kimetambuliwa kwa uwazi na matumizi mema ya fedha, huku kikitajwa kama mfano wa kuigwa. Ripoti ya ukaguzi mwaka jana ilifichua kuwa kunao usimamizi mbovu wa fedha za vyuo vya umma, matumizi mabaya na hata ufisadi, hali inayokisiwa kusababisha kupotea kwa zaidi ya shilingi bilioni 14. Victor Ngaruya, NTV.